lakini in reality kosa lilikuwa kuanza kuuza tiketi wakati haujathibitisha uwanja. Wewe kwenye database ya CAF inaonyesha kama uliamua au ulichagua uwanja wa Amani kuwa uwanja wako wa nyumbani baada ya Mkapa kufungiwa. Si ndio maana ukacheza pale nusu finali? Kwa sababu baada ya Mkapa kufungiwa ulipata mawasiliano kutoka CAF kwamba ni wapi uwanja wako wa nyumbani utakuwa baada ya kufungiwa. Hawakukuchagulia CAF uwanja. Kwa hiyo kwa utashi na maamuzi ya taasisi wakachagua Amani kuwa uwanja wa nyumbani. Wakapeleka barua yao wapi? CAF. Wakaja kuthibitisha uwanja wa Amani kama umekidhi vigezo na viwango. Baada ya pale wakapewa confirmation, wakacheza pale nusu finali. Sawa? Kwa kwenye database ya CAF baada ya Mkapa kufungiwa uwanja wako wa nyumbani ni upi? Sasa hatujaja au CAF hawajaja kuja kuthibitisha Mkapa kama imeshakaa sawa. Wewe unaanza kuuza tiketi za Mkapa kutokea wapi? Sasa CAF wanakuja kuthibitisha mchezo wa finali utachezwa hapa, unaanza kusema nilishaanza kuuza tiketi. Wewe unauza tiketi, umethibitisha uwanja? Kwa sababu ukienda kwenye kanuni za CAF inakueleza, mechi za preliminary na group stage huko hivyo viwanja vitathibitishwa na federation husika. Lakini linapokuja kwenye swala la kuanzia robo finali, nusu finali, finali, viwanja vitathibitishwa na CAF. Unapata hiyo point? Vitathibitishwa na CAF wenye michuano yao. Sasa wewe kwenye robo finali ulishacheza pale na uwanja ukafungiwa baada ya kuonekana uko chini ya viwango. Ukarabati na maboresho ndiyo yamefanyika au yanafanyika au yalifanyika kwa haraka ili kuwahi huo muda. Lakini kwenye ukaguzi kuna muda wa kiufundi ambao wanasema tutakuja kukagua wakati fulani, siku kadhaa kabla ya mchezo wenyewe. Yani wanapeana time kwamba kama tukiukuta, kama ndani ya siku hizi tukiukuta uko kwenye asilimia kadhaa, labda 90, tunashumu kwa siku zilizobaki utakuwa umekamilika. Kama uwanja huu tukija kukagua katika siku hizi ukiwa below percent fulani, most likely kukamilika kwa wakati huo, tunakuwa tunazungumzia bali ya uwezekano, probability hizo. Kumbuka huu ni mchezo mkubwa kwenye michuano ya CAF, ni miongoni mwa michezo mkubwa, ni finali ya michuano ya pili kwa ukubwa ya CAF kwa ngazi za vilabu. Hawatamani ile image ya robo finali ijirudie. Hatusemi kama Mkapa bado yuko katika situation ile, lakini hawa bado wana kidonda kile. Sasa unapata ile image kwenye finali, haileti taswira nzuri. Ni michuano mikubwa na wanataka iende vizuri ikiwa na image nzuri. Sawa? Sasa mimi kitu ambacho sikufurahishwa nacho kutoka kwa taasisi ya Simba ni kuanza kuuza tiketi kabla ya confirmation ya uwanja. Alafu baada ya hapo unaanza kuplay card ya kuonewa. Hiyo ndio kitu ambayo haikuwa sahihi. Haikuwa sahihi. Na kuna namna ambayo wanapaswa sana kuwaomba radhi mashabiki wao, with all due respect, kwa sababu walicheza na hisia zao. Honestly speaking, serikali imejitahidi kuhakikisha kwamba bajeti ya dharura, sijui nani, mfundi wa dharura anapatikana na vitu vingine vyote ipatikane kwa wakati. Naelewa effort ambayo imefanyika. Ile tamaa ya Simba nao kile kitu kifanyike pale, walikuwa wako very right. Lakini the moment tu walivyopewa mawasiliano ya kwanza na kujua kwamba bwana hichi kitu kiko hivi, hawakupaswa kuanza kuhangaika na masuala mengine. Yani hawakupaswa kuanza subirini, tutatoa tamko, tutafanya hivi, tutafanya vile. Haikupaswa kuwepo tena. Bana guys, fair and square, tulijitahidi, imeshinda. Si kila mtu kaona effort bana. Kila mtu kaona bidii ambazo zimefanyika. Kwamba mmejitahidi, ngoma ipigwe Mkapa. Serikali imejitahidi, ngoma ipigwe Mkapa. Lakini kwa hapa palipofikia, wenye michuano yao wameona hapa fai, basi jitihada zimegonga mwamba. Kwa hiyo tusianze tena kwanza kuambiana endeleeni, tutatoa utaratibu upi. Wewe sio mwenye michuano, hamna utaratibu utaweza kutoa. Utajaribu effort zako, lakini ndio umejaribu, at least umejaribu, umeonekana. Unapata hiyo point? Sasa kuendelea kukaa kimya na lile, tutalitolea tamko, tutalifanyia hivi. Na mimi I thought likija ndio ingekuja pia, labda mimi nafikiri kilichokuwa kinachelewesha kutoa ile tamko labda ni kwamba wakija na tamko lao linapaswa lije na majibu tayari la wale watu 12,000, solution yao ni ipi. Nadhani ndio watakuja nao kesho kwenye press yao.
tuombe Mungu awe na hiyo solution, kwa sababu hiyo una wa kumlaumu ni wewe mwenyewe. Lakini pia mimi I understand kwa nini walianza kuuza kabla. Una kuhusiana na sio tu uwanja kujaa ni swala moja. Uwanja Mkapa kujaa hapahitaji hata siku ngapi. Mpige Berkane pale, alafu matokeo mechi ya kwanza ameisha, umempiga Berkane pale. Huku wewe uhitaji hata kelele. Ahmed Ally ukirudi lala nyumbani. Wewe sema tu tiketi zinapatikana sehemu fulani lala. Kuna wao walikuwa wako na target mbili. Kwa sababu mechi ya mkondo wa kwanza ukipata matokeo ambayo yana chance ndogo sana kupinda, uoni mtu kwa Mkapa. So it's either you sell now au ucheze kamari ya kusubiri. Mimi najua watu wengi tu ambao waligoma kununua tiketi kabla mechi ya mkondo wa kwanza. Waone kwanza mkondo wa kwanza umeendaje, alafu ndo tuingie kwenye kugombania na kung'ang'ania na tiketi. Kwa hiyo realistically hata wao pima. Lakini pia unajua kwenye hii swala la uwanja wa Benjamin Mkapa ni swala ambalo ni kama vile tumekuwa tunapeana sana matumaini au sio naweza kuzungumzaje. Lakini kusema ukweli, Simba kama watakuwa wanafikiria kwamba labda CAF wamewaonea, watakuwa wanakosea sana. Tulishaingia tayari kwenye vitabu vya CAF kwenye mlengo ambao ni hasi kwenye uwanja ule wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo sasa hivi kilichofanyika ni muendelezo tu wa kile ambacho walikuwa wanakiamini, na mimi ni moja kati ya watu ambao nimesupport sana hiki ambacho kimetokea. Kwa nini? Kwa sababu ukijaribu kuangalia taarifa ambayo CAF waliitoa kwamba ni kwa nini uwanja hauwezi kuchezeka, ilikuwa ina mantiki kwa asilimia kubwa sana. Unajua uwanja wa Benjamin Mkapa, kile ambacho kilitokea siku ile dhidi ya Al Masry, kama utakuwa na kumbukumbu nzuri mkule, baada ya mvua kunyesha, uwanja namna ambavyo ulikuwepo, sawa hata sasa hivi hapa mimi na wewe tuunde timu zetu mbili ziende zikacheze pale, mvua zikinyesha uwanja utarudi vile vile kama ulivyokuwa. Umeelewa? Kwa hiyo inamaanisha kwamba uwanja sasa hivi umerudishwa kama ambavyo ulikuwepo kabla ya mchezo dhidi ya nani? Ya Al Masry. Lakini haimaanishi kwamba tayari umepona, yani hata mvua ikinyesha pale watu wakipiga uwanja huwezi kufanya kuharibika. Na interval ya muda ambayo ipo kutoka mechi dhidi ya Al Masry mpaka leo, huwezi kuniambia kwamba pitch imerekebisha kiasi hicho. Na hata serikali kupitia msemaji mkuu Gerson Msiga alizungumza kwamba moja kati ya sehemu ambayo wamepewa taski ya kwamba wanapaswa kubadilisha ni pitch ile. Ile inahitajika kutolewa yote kutokana na kwamba imekaa muda mrefu sana, na kwenye viwanja ambavyo vya nchi ambazo zimeendelea huko kuna interval ambao wanatakiwa kutoa yote ile pitch ili kuhakikisha kwamba inakuwa na ubora ambao ni nini? Ni ule ule. Kwa hiyo kama tunahitajika kutoa yote, maana kwenye hizi siku ambazo uwanja umefanywa marekebisho kutoka mechi ya Al Masry mpaka leo, there is no way eti uwanja unaweza ukaa huko vizuri, watu wakicheza pale mvua ikinyesha utakuwa vile vile. Kwa hiyo yani CAF kile ambacho walikiandika kilikuwa kina mantiki. Sasa hivi mvua zinanyesha Dar es Salaam. Bwana, iko hivyo, na sasa uelekeo ni Zanzibar, New Amani Complex. Kama tiketi yako hata usifanya mpango wa tiketi mapema na kesho utapata majibu kujua ni namna gani tiketi zao wanaweza kurudisha. Mashabiki hawezi, kama umenunua tiketi unaweza kwenda Zanzibar, labda tiketi hizo ndio zitakazotumika. Wataangalia kwa sababu kwenye system wanaangalia tiketi zimeuzwa ngapi na capacity ya uwanja wa Amani ikoje. Kama inatosha, yule shabiki ambaye atatakiwa kwenda uwanjani basi aende na tiketi yake. Lakini na club pia labda itoe maelezo kwamba wale mashabiki ambao hawatoenda uwanjani, ina maana tiketi zao hazitotumika. Je, tiketi hizo zitarudishwa? Pesa zao zitarudishwa? Kuna nafasi wanaweza wakafanya kwenye mchezo wa CRDB Federation Cup, wakaamua kuhamishia kule, japo kuwa kuna namna atakuwa amewanyima ladha fulani hivi ambao kwa sababu finali hapo ni nusu finali ya CRDB. Lakini kama anaweza akaswitch itapendeza zaidi. Nafikiri tu wasubiri kesho, si anaweza ila mimi finali naona tuzo Manyara upeleke hapo Manyara. Hili swala ukiangalia ulisha take risk kabla, take risk pia kuelekea kwenye. Sasa hiyo risk haiwezi kusaidia. Yaani unajua kuna baadhi ya vitu ambavyo ukishaviharibu kuvitengeneza ni karibu kabisa kuwa impossible. Unaelewa? Kwenye hili swala kwa Simba mpaka kuwaridhisha wa mashabiki ambao labda watakuwa walishanunua tiketi, wengine tayari washapata
amepanga safari, let's say mtu anatoka Kenya anakuja kuangalia mchezo hapa Dar es Salaam, amepanga kwamba ameshabook labda hoteli, labda atafikia hoteli fulani. Sasa hivi aanze kucancel, alafu useme utafute namna unaweza ukamridhisha na kuondolea hiyo hasara yote ambayo ameipata. Impossible, haiwezekani. Bwana, Simba wenyewe ndio watajua wanafanya nini ili wawekane sawa na mashabiki wao pamoja na wale wadau. Hizi kelele hazitokuwepo. Yes, wakibeba tu ubingwa. Ila